Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo mpendwa. Na kutakia mwezi wa 5 wa baraka. Na kutakia wiki ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Ukapokee nguvu katika kulingana kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ya 8. Yesu aliambia wanafunzi wake, na mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yudea, Samaria, Yerusalemu na hata mwisho wa nchi. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea neema ya Roho Mtakatifu. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu akujae, Mungu akuwezeshe, kila uzito kuondokee, kila pando ambalo Mungu akulipanda kwa maisha yako likang'olewe. Ukapokee neema ya Roho Mtakatifu. Ukapokee ushindi. Ukapokee nguvu kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Ndio maana Bwana Yesu alikuwa anajua kwamba wanafunzi wake wataweza bila Roho Mtakatifu. Ndio maana akawaambia, mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho wa Jehova anastahili kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, pokea neema ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye. Roho wa Mungu akusaidie katika ndoa yako. Roho Mtakatifu akusaidie kule kazini, kule nyumbani, kule shuleni, unaposafiri. Roho wa Mungu akusaidie, akupatie nguvu, aondoe udhaifu wako kwa miguu yako, kwa mikono, kwa kichwa chako, kwa macho yako. Roho wa Mungu ang'oe kila udhaifu. Upokee nguvu za Mungu kwa macho yako, kwa masikio, kwa mikono, kwa miguu, kwa mwili wako wote. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, ukapata kuwa msaidi, ukakuwa witness wa Jehova kwa jina la Yesu. Kule kazini, nyumbani, kule shuleni, barabarani, unaposafiri, pokea neema ya Mungu, ukapata kuwa shahidi wa Mungu. Ukashuhudie Kristo, ukatangazia ulimwengu ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Bwana Yesu anarudi mara ya pili kuchukua wanaomwamini. Natangaza kwa jina la Yesu, upokee nguvu katika siku ya leo. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Labda ulikuwa unasikia umelemewa, pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Mungu. Pokea neema ya kuendelea katika jina la Yesu. Pokea nguvu. Pokea nguvu ya kupenda wasiopendeka. Pokea nguvu ya kusamehe. Pokea nguvu ya kuvumilia. Pokea nguvu katika ndoa yako. Pokea nguvu katika watoto wako, ya kulea watoto. Pokea nguvu. Pokea nguvu za Mungu. Pokea nguvu za utakatifu. Pokea nguvu za Mungu. Sikunjai kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu na Yesu Kristo alikuwa anajua kwamba Roho wa Mungu akiingia kwa wanafunzi wake watakuwa na uweza. Natangaza kwa jina la Kristo nguvu za Mungu, kwa sababu umeokoka. Na kama hujaokoka, uokoke ukapata kushuhudia Kristo kwa maisha yako. Ndio maana Kristo akasema kwamba utapokea nguvu. Wakati walipokea nguvu, wakati nguvu zilishuka, zile nguvu za Roho Mtakatifu, wakati zilishuka kwa maisha yao, wale wanafunzi wa Yesu, hata wale walikuwa dhaifu, walipokea nguvu. Wale walikuwa waoga, wakawa wajasiri, wakahubiri Injili, wakatembea kwa nguvu za Mungu. Kama akina Filipo walikuwa na bebwa na Roho Mtakatifu, hata wako wanatumia tena magari wala ndege. Nguvu za Mungu ziliwabeba, ambazo ni Roho wa Jehova. Akina Paulo walikuwa na wapiga wale wachawi na upofu, wanazunguka, walikuwa na hubiria hata wachawi na waganga wanatubu dhambi, wanaachana na uchawi, maana Roho wa Mungu ako na nguvu kuliko wachawi na waganga. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Pokea nguvu za Mungu. Utapokea nguvu. Utapokea nguvu. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Labda unasikia una nguvu, umelemewa. Pokea nguvu mpya. Pokea neema mpya. Na Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuendelea. Kila udhaifu kuondokee. In Jesus name. God bless you. Na kama hujaokoka, hauwezi kupokea nguvu za Roho Mtakatifu na hujaokoka.
Okoka, Yesu anakupenda. Ukimwamini Kristo hautaenda jehanamu, utapata kurithi uzima wa milele. Sema, Bwana Yesu, kutoka siku ya leo na kukubali kuwa Bwana mkosa maisha yangu. Nisamehe dhambi na makosa, kutoka leo mimi ni wako, mwana wa Mungu. Tawala maisha yangu, upatie nguvu ya kupata kutumikia. In Jesus name, amen. God bless you. Na tangazo umeokoka. Neno la Mungu linasema kwamba mtu yeyote atakayeita jina la Yesu Kristo, jina la Bwana, ataokoka. Sio njoo imalize jina la Bwana, atangazo umeokoka, na Mungu akubariki sana. In Jesus name. Tafuta mahali utaenda kanisani, ya Mungu kuongoza. Kama utaweza kunipata, useme uambie wale wachungaji ushaokoka, wakubatise na maji mingi kama Kristo alivyobatizwa katika mto Yordani na Yohana. Sura ya 3 ya kitabu ya Mathayo mstari 13-17, Yesu alibatizwa na maji mingi. Kwa hivyo ukubali kubatizwa, ni kwa sababu hivyo ndivyo vilivyoamriwa. Yesu alimwambia Yohana, akamwambia kwamba nikubali tu kunibatiza, maana hivi ndivyo ambavyo inastahili kufanyika. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu amekubali ifanyike. So Yohana akakubali, akambatiza Yesu, na Yesu alipokuwa anatoka kwa maji, ili asema kwamba Roho wa Mungu akaonekana juu yake kama ndafu, na maisha yake yakawa ni maisha ambayo kwa vile Mungu alikuwa anataka akapata kuwa. Kwa hivyo Mungu akubariki sana na kutendee mema. In Jesus name, amen, amen, amen. God bless you in Jesus name, amen, amen. God bless you in Jesus name, amen, 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 amen. Jesus, 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 you are able, you are able, you